hapa siku hii ya leo, wageni waalikwa, watumishi wote mlioshiriki mkutano huu, wanahabari, mabibi na mabwana, kazi na utu, kazi na utu. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo tukiwa na afya njema. Lakini pili, nichukue fursa hii kumshukuru sana, hii ikiwa ni ziara yangu ya kwanza katika kukagua utoaji wa huduma za tiba tangu nilipoteuliwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kuwa waziri wa afya, na niliona sina pengine pa kuanzia isipokuwa nianzie hapa katika hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili. Ninawashukuru sana kila mmoja. Nilikuwa najaribu kumuuliza mkurugenzi pale kama mliwahi kupata kiongozi akafika hapa akafanya mkutano kama ameniambia, haijawahi kutokea. Huu ni mkutano wa kwanza kuufanya wa aina hii. Kwa hiyo niwashukuru sana viongozi, niwashukuru watumishi, nimshukuru kila mmoja. Ninatambua sekta hii ni sekta nyeti sana. Na katika miaka yangu ya utumishi wa umma, huu ni mwaka wa 23 na kwenda mwaka wa 24 nikiwa kwenye utumishi wa umma, mwaka wa karibu wa 24. Kupata nafasi ya kufanya kazi kwenye sekta hii ni heshima kubwa kwangu, ni heshima kubwa kwa Watanzania, kwa sababu tunakwenda kuimarisha sekta hii ya afya katika misingi ambayo Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan anatamani kuona sekta hii ikipiga hatua. Kama ambavyo nimetangulia kusema, huu ni mwaka wangu wa 23 katika utumishi wa umma. Huu ni muhimili wangu wa 3. Kwa kuwa mimi ni mwanasheria, nimefanya kazi katika mihimili mitatu sasa. Muhimili wa mahakama ambako nilikuwa hakimu na vyeo mbalimbali vya kiandamizi katika muhimili huo. Muhimili wa bunge ambao nimekuwa mwenyekiti wa kamati za bunge katika vipindi vitatu. Na muhimili wa serikali hii ikiwa ni wizara yangu ya 5. Nawashukuru sana viongozi kwa mapokezi makubwa mlionipatia. Uwepo wetu hapa siku ya leo na kwa nafasi niliyoipata, hatuna budi kwa sisi tuliopata nafasi ya kuwatumikia wengine kufanya kazi kwa bidii. Hatutakuwa na lugha nyingine isipokuwa kufanya kazi kwa bidii, kuwaridhisha wale ambao tunawasimamia. Na kwenye hili niwapongeze uongozi wa Hospitali ya Taifa Muhimbili kwa kuendelea kukaa karibu na watumishi na kufanya kazi nzuri ya kuendelea kuwasikiliza na kutatua changamoto zao. Nawapongeza sana. Lakini najua bado yako mambo ya kuendelea kuyasikiliza na kuyafanyia kazi. Nilipopata bahati ya kuwa waziri wa utumishi, tulifanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunaboresha maisha ya watumishi. Mwaka 2021 wapo watumishi waliokaa miaka 10, wako miaka 7, miaka 8, hawakuwa wameboreshewa mishahara yao na posho zao. Rais Samia alinituma wakati huo, tulifanya kazi kubwa ya kuhakikisha tunaboresha maisha ya watumishi, mishahara, posho na mambo mengine. Sasa leo hii, bahati hii niliyoipata ya kufanya kazi katika eneo hili limejaa wataalamu. Kwa hiyo hata lugha ya kuongea ni lazima uipime kidogo, tofauti na kule nilikokuwa ambako kuna wataalamu na wengine ambao hata hawakusoma hata darasa moja. Lakini hapa tuna madaktari bingwa, kuna super specialist,
na kuna wataalamu wengine mbalimbali. Wapo wauguzi ambao baadhi yao, wengi wao, baadhi nilipata fursa ya kusoma nao shule za msingi, wako hapa na leo nitataka nipate picha nao pamoja. Akina Furaha na wenzake nilisoma nao shule ya msingi, wauguzi. Kwa hiyo leo nitahitaji pia baada ya hotuba yangu nipate nao picha ya pamoja kwa kuendelea kazi nzuri ya kuwatumikia Watanzania. Sasa tuna wajibu na kazi kubwa ya kuhakikisha tunawasikiliza madaktari, tunawasikiliza watumishi na kwenda kuboresha maisha yao. Hii ni kazi ambayo mimi na wasaidizi wangu ni lazima tuifanye usiku na mchana kuhakikisha kwamba eneo hili tumekwenda kulitibu na kulifanyia kazi usiku na mchana. Na imani yangu kwa rais huyu anayependa kuwasikiliza watumishi na kuwasaidia, sina hofu hata kidogo. Tuna wajibu wa kujenga hoja kwa wataalamu waliosoma sana. Inakatisha tamaa wakati mwingine kumuona mtu amesoma, ana mavyeti chungu mzima, lakini mshahara wake ni ule ule miaka na miaka. Sasa hili ni lazima tulibebe kama serikali, tulichukue. Wakati ninapotoa maelekezo kwa mkurugenzi wa hospitali hii ya taifa Muhimbili kuendelea kufanya jitihada za kuendelea kuwabakiza wataalamu hawa kwa namna utakayoona inafaa, kwa kuwawezesha, kuwapa fursa na kuhakikisha unakuwa nao karibu. Wakati unaendelea na hizo jitihada, sisi kama serikali, mimi na wasaidizi wangu, tutaona namna ya kulifanya, kubeba hoja zao na kuziwasilisha kwenye mamlaka ili kusudi kuwepo na utofauti, yule aliyesoma sana na yule aliyesoma kidogo. Hii itapendeza zaidi, au uongo jamani? Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana. Ninawashukuru kwa mapokezi mazuri sana ambayo nimeyapata. Lakini pia nimepata fursa ya kuzunguka. Hospitali hii ndiyo kioo cha taifa letu. Ndiyo kioo cha taifa letu. Umri wake nimeambiwa miaka 100 zaidi ya 120. Historia yake ni ndefu. Ilianza wakati wa mkoloni na baada ya mkoloni. Ikaja wakati wa miaka 60, wakati wa baba wa taifa, na sasa ipo wakati huu wa serikali ya awamu ya 6. Nilikopita nimejionea utolewaji wa huduma. Nimezungumza na wananchi, nimezungumza na wagonjwa, nimezungumza na madaktari, nimezungumza na wahudumu, nimezungumza na kila mmoja. Na nimeridhika. Katika pita zangu sijasikia malalamiko ya wananchi kuwalalamikia watumishi katika hospitali hii. Ninawashukuru sana, tujipigie makofi mengi sana. Mapokezi yenu kwangu ni tafsiri dhahiri kwamba kila mgonjwa anayefika katika hospitali hii ndicho ninachokitegemea, na wao pia watapata mapokezi mazuri, watasikilizwa kwa lugha nzuri na watahudumiwa kwa wakati, kwa namna ambavyo ugonjwa wao au mgonjwa anavyokuja katika maeneo yetu. Ninaomba niwakumbushe msemo alivyowahi kusema Mahatma Gandhi. Aliwahi kusema, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Namna bora ya kujitafuta, kwa Kiswahili sidhani kama ni fasaha au cha Kindengereko, namna bora ya kujitafuta ni kurejea katika utumishi wa kuwatumikia wengine. Tafsiri ya wewe ni nani itatokana na namna ambavyo wale unaowahudumia wanakutafsiri kule nje. Kila mgonjwa anayo fursa ya kuonyesha kwa dhati
yale yaliyomleta kwetu, na kila mmoja wetu anayo fursa ya kuonyesha uongozi wa dhati. Kila mmoja wetu anayo fursa ya kuonyesha namna tunavyotoa huduma. Kila mmoja wetu anayo fursa ya kuonyesha utu wa kipekee kwa mgonjwa anayekuja mbele yetu. Na mimi naomba niongeze msemo huu kwa maneno yafuatayo: uongozi bora hauuoni kwa macho. Uongozi bora unaonekana kwa mikono inayohudumia na moyo unaosikiliza. Leo hii si ziara tu ya kukagua, ni kuweka msingi wa historia, msingi unaokwenda kuimarisha uongozi wa mfano na kuhakikisha kila huduma inabadilisha maisha ya wananchi wetu. Ninawapongeza kwa kazi nzuri mnayoendelea kuifanya. Wengi wa wagonjwa, kama ambavyo nimetangulia kusema, katika hospitali hii ya Taifa Muhimbili niliyopata fursa ya kuzungumza nao, wametaja kwa dhati ubora wa huduma mnazowapatia. Hata hivyo, ziara hii imefanyika katika wakati muhimu kwa sekta ya afya nchini, wakati ambao serikali inatekeleza mpango mpana wa mageuzi, yani transformation, yanayolenga kuipeleka sekta ya afya Tanzania katika viwango vipya kabisa. Mageuzi haya yanakwenda kugusa maeneo 6 makubwa. Eneo la kwanza ni kuboresha ubora wa huduma na kupata accreditation za kimataifa. Nami nichukue fursa hii kuwaelekeza Muhimbili kuanza mara moja mchakato wa kupata ithibati ya kimataifa. Muhimbili kuanza mara moja. Lakini maelekezo yangu si ya Muhimbili pekee. Ninazielekeza hospitali zote za kanda, taasisi zetu zote kuanza mchakato huu wa kupata accreditation, ithibati ya kimataifa. Tunapofikiri katika kutaka kufanya sekta ya afya kuwa ni sekta ambayo itawakaribisha watu mbalimbali duniani kuja Tanzania kupata tiba hapa Tanzania, tunapokwenda kufanya ithibati, itatuwezesha taasisi zetu, hospitali zetu kutambuliwa kimataifa. Tunapokwenda kutambuliwa kimataifa, maana yake ni kwamba tutakuwa na vigezo mahususi ambavyo tutalazimika kuzifuata. Tunapokwenda kufuata vigezo hivi, tutaongeza utolewaji wa huduma, lakini pia tutakwenda kuongeza pato la taifa kwa kupata wageni kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo maelekezo yangu si Muhimbili pekee, na kuelekeza katibu mkuu kuzielekeza taasisi zote kuanza mchakato wa kupata ithibati. Lakini jambo la pili, uanzishwaji wa viwanda vya dawa na vifaa tiba. Jambo la tatu ni kuimarisha medical tourism kama chanzo kipya. Jambo la 4 ni kuimarisha afya ya kinga. Jambo la 5 ni kuimarisha utafiti, ubunifu na tiba shirikishi. Jambo la 6, digital health, AI na matumizi ya teknolojia za kisasa. Ndugu zangu, kama nilivyotangulia kusema, lengo la ziara yangu pamoja na mambo mengine lilikuwa ni kujionea huduma zinazotolewa kwenye hospitali hii, kuzungumza na wagonjwa ili waniambie kuhusu huduma mnazozitoa na kutoa maelekezo muhimu kwenu yenye lengo la kuhakikisha utekelezaji wa ahadi zote ambazo rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambazo tayari tumekwisha zitoa, alizozitoa kwetu katika sekta ya afya, ambazo zinahitaji utekelezaji. Lakini
Niwapongeze watumishi kwa mara nyingine kwa kazi nzuri mnayoendelea kuifanya ya kuwahudumia wagonjwa kwa dhati kabisa. Ninatambua miongoni mwenu mlikesha wakati wa uchaguzi mkiendelea kuwahudumia wagonjwa mbalimbali katika hospitali hii ya taifa Muhimbili na baadhi ya hospitali katika maeneo mengine. Ninawashukuru kwa huduma nzuri mlizozitoa kuokoa maisha ya Watanzania waliokuja hapa Muhimbili na maeneo mengine. Endeleeni na moyo huu wa kuwahudumia Watanzania. Lakini natambua kwamba mlifanya kazi kubwa usiku na mchana. Na miongoni mwenu hamkurejea majumbani. Mlibaki hospitalini mkifanya kazi ya kusaidia taifa hili, kulibeba taifa hili lisianguke kwenye sekta ya afya. Kwa kazi hii nzuri ambayo mmeifanya, ninamwelekeza Katibu Mkuu kuhakikisha kwamba anawaona vizuri kwa kipindi chote mlichokaa hapa hospitali. Kipindi chote wale waliokesha na wagonjwa mkiwahudumia, wale waliokoa maisha ya Watanzania ambao walikuwa mahututi, wale ambao walifanya kazi nzuri ya kutoa lugha nzuri, mkawahudumia Watanzania katika hospitali hii usiku na mchana. Na nimeambia wengine mlikaa wiki nzima hapa bila kurejea majumbani. Na washukuru sana sana kwa kazi nzuri, kazi kubwa mliofanya ya kuwahudumia Watanzania. Na amenithibitishia mkurugenzi wa hospitali hii, kila aliyekuja hapa alihudumiwa bila kujali amekuja na nini. Kila aliyekuja hapa alihudumiwa. Huu ni moyo ambao Watanzania tumeachiwa na baba wa taifa. Endelezeni moyo huu wa kuwahudumia Watanzania. Na mimi nasema, Katibu Mkuu, waharakishie wataalamu hawa waliokesha usiku na mchana, waharakishie haki yao ya msingi. Nadhani umenielewa vizuri. Mmenielewa au nirudie? Mmenielewa eh? Haya, kazi kwako Katibu Mkuu. Na si Muhimbili tu, ziko hospitali nyingine ambazo zilifanya kazi kubwa usiku na mchana. Maelekezo yangu huko kote, Katibu Mkuu, ufike kama ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan amenielekeza nikuelekeze. Kazi yenu ni ya kutukuka. Kazi yenu ni ya kutukuka na yenye kurudisha matumaini kwa wale ambao wanasumbuliwa na maradhi na hata kukata tamaa kabisa. Kote ambako nimepita, kote ambako nimehoji, wagonjwa ambao wanapata huduma wengi wameridhika na huduma mnazowapatia. Kama nilivyosema, sijapokea malalamiko, na baadhi ya changamoto ndogo ndogo ni za kwenda kuzifanyia kazi ndani ya taasisi, na zingine nimezichukua kwa ajili ya kuzitafutia majawabu stahiki. Ndugu zangu, nimesikiliza taarifa iliyosomwa na mkurugenzi. Hospitali hii ni kongwe na yenye historia ndefu, na ndiyo hospitali ya juu hapa nchini yenye jukumu la kutoa huduma za ubingwa bobezi. Pamoja na ukongwe huo, natoa pongezi zangu za dhati kwa kiwango cha huduma zinazotolewa hapa ambazo ni ngazi ya kimataifa, na pia kwa maono makubwa kuhusu mpango wa kuiboresha hospitali hii na kuifanya kuwa ni hospitali ya kisasa na yenye kuendana na teknolojia zilizopo duniani kwa sasa. Ninawapongeza sana mkurugenzi, bodi pamoja na timu nzima ya hospitali hii. Lakini nichukue fursa hii kumpongeza kwa dhati Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumpigie makofi mengi kabisa kwa kuridhia, kwa kushirikiana na wadau katika sekta ya afya, na sasa tunakwenda kuifanyia maboresho makubwa hospitali hii ambayo yatagharimu zaidi ya trilioni 1.3. Tumpigie makofi mengi sana Rais Samia kwa maono haya. Kutokana na ukongwe huo, ninaelekeza sasa itumike kama mfano kwa hospitali zote nchini na kusaidia kujenga uwezo
katika hospitali zingine ili wananchi wengi waweze kunufaika. Ndugu washiriki, kwa kuzingatia azma ya serikali ya kuboresha huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, mwaka 2024-2025 wizara ilitenga kiasi cha shilingi bilioni 8 kwa ajili ya taasisi za Muhimbili, Jakaya Kikwete, taasisi ya saratani ya Ocean Road na Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuwezesha utoaji wa huduma za kibobezi kwa wagonjwa, hasa wale wasio na uwezo wa kugharamia huduma za kibobezi. Kutokana na faida kubwa iliyopatikana kwa mwaka 2024-2025 ambapo jumla ya wagonjwa 677 walinufaika kwa huduma za kibobezi kama kupandikizwa uloto kwa watoto wenye sikose, kupandikiza figo, upasuaji wa moyo, upandikizaji wa vifaa vya usikivu kwa watoto, matibabu ya saratani, upandikizaji wa nyonga. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga tena fedha kiasi cha shilingi bilioni 6.7 katika mwaka 2025-2026. Lengo kuu ni kwenda kuwahudumia wagonjwa takribani 760 ambao hawana uwezo wa kugharamia. Lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kila mwananchi mwenye kutakiwa kupatiwa matibabu ya kibobezi anapata huduma hizo pasipo na kikwazo cha fedha, kwani maelekezo yake alikwisha yatoa ni kuhakikisha wagonjwa wasio na uwezo wanapatiwa huduma bila kikwazo cha fedha. Niwahakikishie kuwa wizara itaendelea kutenga fedha ili kuwahudumia wale ambao watatakiwa kufanyiwa matibabu ambao hawana uwezo. Aidha, mkakati huu una lengo la kuimarisha huduma za kibobezi na hivyo kupunguza hadha ya wananchi kupewa rufaa za kwenda kutibiwa nje ya nchi na kuwavutia wageni kutoka nje kufuata huduma hizi kama utalii wa tiba. Ndugu zangu, taarifa yenu imeonyesha namna serikali inavyowajali wananchi, hasa wale wasio na uwezo, pasipo kuwatenga na kuwanyima huduma. Taarifa inaonyesha kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita msamaha wenye thamani ya bilioni 78.46 ulitolewa kwa wananchi ambao hawakuwa na uwezo wa kugharamia gharama, ambapo Muhimbili Upanga ilitoa msamaha wa shilingi bilioni 62.78 na Muhimbili Mloganzila ilitoa msamaha wa shilingi bilioni 15.68. Maelekezo yangu ni kwamba hakuna mwananchi ambaye atashindwa kupatiwa matibabu kwa kukosa fedha. Wastani kwa mwaka kwa hospitali ya taifa Muhimbili pekee hutoa msamaha usiopungua bilioni 19. Ndugu washiriki, kutokana na kwamba serikali imeweka utaratibu wa kutoa msamaha kwa wasio na uwezo, maelekezo yangu kwenye hili ni kusimamia kikamilifu utekelezaji wa maelekezo ya Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan yanayohusu ahadi zake kwa siku 100 akiwa kazini. Katika maelekezo yake alielekeza hospitali zote nchini kuacha mara moja kuzuia maiti, kuacha mara moja, na hospitali zote nchini kuweka utaratibu maalum ni namna gani wataweza kupata fedha zilizotumika kumhudumia mgonjwa hadi kufikia hatua ya kifo. Hospitali ziweke utaratibu utakaotambuliwa na Watanzania,
Lakini kuanzia sasa, maelekezo yangu kwa hospitali zote nchini, kuanzia hospitali hii ya taifa, hospitali za kanda, hospitali za mikoa, rufaa, hospitali kule chini zinazosimamiwa na halmashauri zetu, hospitali za wilaya, hospitali za halmashauri, kwenye vituo vya afya kote nchini, maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuacha mara moja kuzuia kuzuia maiti katika maeneo yao. Sitegemei baada ya leo kusikia popote nchini watu wameshindwa kwenda kuzika kwa sababu tumezuia maiti. Wekeni utaratibu ni namna gani mtaweza kurejesha fedha iliyotumika kumhudumia mgonjwa. Lakini katika eneo hili ziko taarifa nilizozisikia. Ziko hospitali ambapo wagonjwa wanakaa muda mrefu bila kuhudumiwa. Wengine wanasubiri upasuaji, wanasubiri huduma za upasuaji kwa muda mrefu. Mgonjwa anakaa miezi 12, anatumia mpaka milioni 5 mpaka milioni 10 kusubiri upasuaji, hali inayompelekea kifo. Na ndugu wanakasirika sasa, wanasema hatuwezi kulipa. Ninawaomba tujirekebishe katika maeneo yote ambayo kesi za namna hii nimezisikia. Ninawaomba tubadilike. Pale ambapo kumekuwa na changamoto za namna hii. Na maeneo mengine nimearifiwa kwamba wakati mwingine inakuwa vigumu kuwapata madaktari bingwa. Kunakuwa na intern, wale madaktari wa mafunzo kwa vitendo, ambao baadhi yao si waaminifu, wamekuwa wakiomba rushwa kwa wagonjwa. Wamekuwa wakiomba rushwa kwa wagonjwa, baadhi yao wasio waaminifu. Vitendo hivi na rushwa hizi wanaziomba ili wapangiwe tarehe ya karibu ya upasuaji au kupatiwa huduma. Vitendo hivi kuanzia leo sitaki kuvisikia. Sitaki kuvisikia. Pale ambapo tumewaweka madaktari kwa vitendo, tuwasimamie. Tuwasimamie kuona mienendo yao pamoja na kazi nzuri wanayoifanya baadhi yao. Lakini kumekuwepo na changamoto, mgonjwa anakaa miezi 10 mpaka miezi 12 hajapangiwa upasuaji kwa sababu aliomba rushwa apangiwe tarehe ya karibu. Vitendo hivi si vitendo vya Kitanzania. Sitamani kuendelea kuvisikia nikisimamia sekta hii kama waziri mwenye dhamana. Kwa niwaombe eneo hili turekebishe. Lakini wapo wagonjwa ambao wanasubiri vipimo. Baadhi ya vipimo mashine zimeharibika. Na baadhi ya maeneo vipo vipimo tumenunua, serikali, rais wetu Daktari Samia amenunua kwa gharama kubwa. Kwa mfano pale Ocean Road, taasisi yetu ya kansa, ninafahamu utendaji wako ni mzuri, lakini kuna mashine pale inaitwa PTE. Inaitwa PTE, sio? PET scan. Hivyo nitajua tu. Na pengine na mimi nitakuwa daktari hivi karibuni. Mashine hii hamjaanza kuitumia. Ninakuelekeza muanze kuitumia mara moja. Muanze kuitumia. Mnasubiri uzinduzi. Wagonjwa wanasubiri uzinduzi wa mashine. Ninafahamu uwezo wako ni mkubwa na sina hofu wala shaka hata kidogo. Lakini nataka mashine hii ianze kufanya kazi kuwahudumia wagonjwa
msisubiri uzinduzi. Nadhani tumeelewana vizuri. Kwa sababu wagonjwa wanakaa muda mrefu bila kupata huduma, na bahati mbaya amuwaambii ukweli kwamba kuna mashine hapa imeharibika. Mnawaingiza kwenye mchakato mmoja wakisubiri mchakato wa pili kwa sababu mashine haijaanza kutumika. Kwa hiyo maelekezo yangu, mashine hii ianze kufanya kazi. Msisubiri waziri kuja. Kama mnataka izunduliwe, nitamuelekeza mganga mkuu wa serikali, nenda ukaizindue. Sio lazima waziri aje. Na tumeelewana vizuri. Lakini pia pale Moi kuna mashine 3 zimeharibika, huu ni mwezi wa pili. Wagonjwa hawapati huduma kwa sababu mashine zimeharibika. Balozi, tuna mashine 3 pale Balozi zimeharibika. Huu ni mwezi wa pili, wagonjwa hawapati huduma. Mna makusanyo, viongozi mnashindwa kuidhinisha fedha ili mashine hizo ziende zikarekebishwe. Mnasubiri wizara ndio iwapatie fedha, na nyinyi fedha mnakusanya kule. Ninawaomba mbadilike. Mashine 3, kuna moja sio inaitwa Angel nini? Angel Suit. Nitazijua hivyo hivyo. Kuna mashine inaitwa Angel Suit. Kuna CT scan imeharibika, kuna MRI imeharibika. Wagonjwa hawapati huduma kwa sababu mashine hizi zimeharibika. Na viongozi mpo, mashine imeharibika, watu wanapanga foleni kusubiri huduma. Wanakaa miezi miwili hawajapata huduma kwa sababu mashine imeharibika. Hii sio staili yangu ya uongozi. Nawaambia hata kama ni marafiki zangu. Kwa sababu wengi hapa ni marafiki zangu. Wengi ni marafiki zangu. Kwa hiyo niwaombe tubadilike. Ninawaomba tubadilike. Sitegemei, na maelekezo yangu, katibu mkuu, fuatilia mashine hizo. Hii mashine ya Angel Suit ina kazi nyingi. Ina kazi nyingi. Ninyi madaktari mnajua. Mimi sitaki kusema mwanasheria hapa nikakosea. Lakini wagonjwa wanakosa hizo procedure kwa sababu mashine mbovu. Miezi miwili mkurugenzi pengine alikuwa hana taarifa. Inawezekana mkurugenzi hakuwa na taarifa, ameambiwa hivi karibuni, wiki moja, wiki mbili. Lakini mimi najua miezi miwili mashine imeharibika. Lakini ipo mashine hapo Moi iliharibiwa na baadhi ya watumishi kwa uzembe. Katibu mkuu, taarifa ya uchunguzi niipate mezani kwangu ndani ya wiki mbili. Tumeambiwa helium ikamwagika, mashine ikaharibika, na viongozi wapo. Kwa taarifa ya uchunguzi niione. Najua wengi ni rafiki zangu hapa, lakini mtanisamehe. Kwenye hili nitaomba tuzingatie misingi ya kazi zetu. Kwa hiyo niendelee pale nilipoishia. Sitegemei katika hospitali zetu zote nchini kusikia watu wamezuia maiti kwa sababu ya kudaiwa gharama ambazo zilitumika kumpatia mgonjwa huduma kabla ya kufariki. Kuzuia maiti kunaondoa kabisa msingi muhimu wa taaluma ya tiba ambao mara zote huwalenga kufanya biashara, na lengo la serikali si kufanya biashara kwenye sekta ya umma, kwenye utoaji wa huduma za tiba. Kwenye taarifa yenu nimesikia kuhusu namna mlivyojipanga kutekeleza maelekezo ya kutokuzuia maiti. Tena ninaelekeza kwamba kusitokee tena malalamiko yanayohusu mwananchi kuzuiwa kuchukua mwili wa ndugu yake kwa ajili ya shughuli za mazishi kwa sababu ya kudaiwa fedha. Wakati tunatekeleza siku 100 za Mheshimiwa Rais, tunaanza kutekeleza siku 100 za waziri kusimamia maelekezo ya Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100. Ndugu washiriki, tumesikia kuhusu mpango wa kuijenga Muhimbili mpya ya kisasa kabisa inayoendana na teknolojia ya sasa. Nichukue nafasi hii kumpongeza kwa dhati
mwenyekiti wa bodi pamoja na management ya Hospitali ya Taifa Muhimbili, hongereni sana. Nimeupokea mpango huu na nitahakikisha kuona ndoto hii ikitimia kwa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi, ili tuweze kuwa na Hospitali ya Taifa ya Muhimbili mpya ambayo itapeleka miaka mingine 100 mbele. Ndugu washiriki, kutokana na unyeti wa sekta hii ya afya, wananchi wanatutegemea sana na wanataka huduma zilizo bora. Sasa ninayo maelekezo muhimu katika maeneo 6 kama ifuatavyo. 1. Uimarishaji wa huduma wa